budu na tukapate nafasi ya kumwaga mioyo yetu mbele zako. Kristo Yesu, tunasema jina lako libarikiwe tena litukuzwe. Bwana wetu na Mungu wetu, tunanyenyekea mbele ya wema wako. Tunanyenyekea mbele zako Bwana, tunaleta mioyo yetu. Acha jioni ya leo Mungu ambaye umetupa ya Jumapili hii ya leo iwe jioni ya baraka, jioni ya amani, jioni ya kutukuza na kusifu wewe. Bariki muda wetu na wakati wetu. Roho zetu Bwana acha zikaweze kuabudu. Roho zetu acha Mungu tukaweze kuzileta sadaka mbele zako. Acha Bwana tukajimwange mbele zako mikono mwako Mungu, tukajigabizi. Hudumia kila mmoja wetu. Kutana mahitaji iliyo kati yetu. Kuna wale wako dhaifu, wako wanyonge, wanajitoa tu, wanajipeana ili kwamba wasibaki vitandani, lakini Mungu awasikie mwili vizuri. Tunakuja mbele uwepo wako Bwana. Tunajua hatutatoka hapa na kurudi katika shughuli zetu za kawaida kama vile tulivyokuja. Na mimi Mungu, kila mmoja wetu atatoka hapa ameguswa na wewe. Mkono wako umemgusa. Nguvu zako zimejifunua na kumgusa, na kutakuwepo mabadiliko katika miili yetu na katika maisha yetu kutokana na mguso wako kwa maisha yetu. Acha Bwana ukaweze kutukuka katika ibada ya leo. Acha Bwana ukaweze kuonekana katika kusanyika katika mkutano huu. Wale ambao watatufuata na kutusikia kwa njia ya Facebook, kwa njia ya YouTube, Mungu tunaomba ukaweze kujifunua. Acha Bwana huduma ya siku ya leo, mkutano wetu wa leo, ukawa kuwabariki na ukawa kuwajenga. Mungu, najua kwamba hautafute wingi, lakini utafuta mioyo iliyo tayari na watu ambao Mungu wana mioyo na wana utayari kukuabudu, kusifu na kuinua wewe. Na sisi ni kanisa lako, mwili wako. Maana unasema mkiwa wawili ama watatu, mimi niko pamoja nanyi. Na nyumba hii Bwana tumeigabizi wafu kwako, ili ukaweze kuitawala na kuimiliki. Na madhabahu hii Bwana iwe kwa ajili ya utukufu na kwa ajili ya sifa yako. Hatulete tu miili na hatukuje tu ili tutimize mtindo ama kawaida, lakini tunahitaji kukuabudu, tunahitaji kukusifu. Lengo na shauku ya mioyo yetu ni kukutumikia, ni kuishi maisha ambayo Mungu inatokana na mapenzi yako, na maisha ambayo inatokana na Injili. Fanya kitu kipya na jambo jipya ndani ya mioyo yetu. Mungu wetu, tukuka na kutawala. Neema yako jifunue mahali hapa, uwepo wako utawale mahali hapa, na Roho wa Kristo Yesu, Roho Mtakatifu akatudumie, akanyeshe mvua ya mbingu, mioyo yetu ikiwishwa na kuamshwa na kuburudishwa na kububujika. Rohoni tukahisi uwepo wako, rohoni tukahisi uhai wako, rohoni tukahisi kuwishwa na kuamshwa. Rohoni Mungu kaweze kutuongoza, kutuelekeza. Nyimbo zetu za sifa, nyimbo za mabudu zikapate kuelekezwa na kuongozwa nawe. Nyimbo za wokovu na kila kitakachofanyika pa Bwana, acha kiongozwe na Roho wako Mtakatifu, na uwepo wako tawale, na neema yako jifunue. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba na tukuamini. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. 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 Moja kwa moja wapendwa, tunaenda kuimba wimbo msamaha, na baadaye tutapata kuendelea katika vipindi vingine ambavyo viko mbele yetu, na Mungu wetu wa mbinguni atatubariki. Amen. Amen. Wale ambao wanajua tutaimba katika nyimbo ya wokovu, wale wanajua watelekeza wengine ambao wajui. Amen. Na wale ambao hawajui watafuata wale ambao wanajua, na Mungu wa mbinguni atatubariki. Amen. Amen. Tunaenda kuimba wimbo ya kwanza katika nyimbo ya wokovu. Kwa Yesu Mwokozi unayeteswa rohoni, damu iliyomwagika itakuosha kabisa. Njoo kwa Yesu Mwokozi, naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, kwake ni raha. Njoo kwa Yesu
bado kidogo na tena utapelekwa kuzimu. Njoo kwa Yesu Mwokozi, naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, haleluya, kwake ni raha. Njoo kwa Yesu Mwokozi, naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, kwake ni raha. Yesu atamchukua bibi harusi mbinguni, na tutaimba milele sifa za mwana kondoo. Uko karibu na Yesu, mbali na mambo ya nchi, huru na heri rohoni, nitafurahi milele. Leo njoo kwa Yesu Mwokozi, Bwana naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, kwake ni raha. Njoo kwa Yesu Mwokozi, naye atakuokoa. Bwana, ulimwenguni ni dhiki, kwake ni raha. Njoo kwa Yesu Mwokozi, Bwana naye atakuokoa. Ulimwenguni ni dhiki, Baba kwake ni raha. Tunaingia katika kuomba msamaha. Baba, katika jina la Yesu, twaleta mioyo yetu na maisha yetu kwako Bwana, tukiwa tunyenyekeza maisha yetu mbele zako. Twaomba utusamehe na kuturumia. Nisamehe binafsi katika yote ambayo nimejikwaa. Samehe mawazo ya moyo wangu, hata maneno ya kinywa changu. Mahali ambapo ninaweza kuwa nimekosea, nikaanguka, nikaenda kinyume cha mapenzi yako. Kwa lolote lile Bwana, naomba unirehemu, nisamehe na kunirumia. Ili kwamba napolitia jina lako na tuomba katika ibada hii, tukaweza kupata kibali machoni pako na mbele zako, na tukaweza kuishi uwepo wako. Tawala ibada hii, tawala mkutano huu. Uwepo wako tawala mahali hapa, Roho wako atudumie, na neema yako jifunue kati yetu, na mkono wako uonekane juu yetu. Asante Bwana kwa kutusamehe na kuturumia. Asante Bwana kwa kutuweka huru na kutukubali. Acha uwepo wako tawala mahali hapa, acha Roho wako udumie mkutano huu, na Roho wako Bwana akaweze kuhimiza kila mmoja wetu kuona mpango wako na kusudi lako, na kuleta maisha kwenye madhabahu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba hata kuamini. Haleluya. Amen. Damu ya Yesu, Oh, rafiki, damu ya Yesu. imba damu ya Yesu, Oh, rafiki, damu ya Yesu. imba oh rafiki, damu, imba oh rafiki yangu, damu, imba damu ya Yesu, Baba yaosha dhambi, imba oh rafiki, damu, imba oh rafiki, damu, Bwana ina uwezo, Baba ya kutakasa, imba oh Baba rafiki, damu, imba oh rafiki yangu, damu. Tuombe utakaso wa damu Yesu Kristo. Kristo atutakase, atoshe. Hiyo damu iliyo na uwezo na mamlaka, hiyo mwanga pale Golgotha, pale Kalvari, ekuko kwa ajili ya jambo lingine, ilikuwa ni kwa ajili ya utakaso, na ni utakaso wa roho ya mwanadamu, ili mwanadamu asafishwe rohoni, atakaswe rohoni, na atembee katika njia ya mapenzi ya Mungu, na katika njia ambayo itampendeza Mungu. Tuombe utakaso wa damu Yesu Kristo,
ili damu ya Yesu Kristo tutakase jioni leo. Baba, katika jina la Yesu, kaja kwako tena Bwana. Damu ya mwana kondoo wa Mungu, damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale Golgotha, pale Kalvari, pale msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi na makosa, itakase kila mmoja wetu. Takasa roho yangu, takasa nafsi, nyoshe, nisafishe, nifanye kuwa safi. Mawazo yangu, fikra zangu, nia yangu zitakasike kwa damu ya Yesu Kristo, hata tukaweza kupata kibali machoni pa mbele zako. Utusafishe, utuoshe, ili tuisi uwepo wako, neema yako na mkono wako. Fanya kitu kipya na jambo jipya rohoni. Mungu wetu katukuke na ukatawale. Onekana kwa maisha yetu, onekana katika roho zetu. Ibada yetu ikubalike, uwepo wako tawale, neema yako jifunue na mkono wako onekane juu yetu wote. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba na atakuamini. Acha Trezor Basubi aseme asante kwa Mungu kwa kipindi. Karibu. Bwana Yesu Kristo, nakuja mbele zako nisimame, asante kwa ajili ya kipindi hapa Israeli. Haleluya. Umekuwa nasi Israeli hai. Hivyo umeanza nasi na mimi kwamba utakuwa nasi na uwepo wako mali hapa, na kila mmoja wetu aongozwe na roho yako Israeli hai. Na tunapokusifu na kuabudu pale kusikia maombi yetu, na pia maombi yetu tunapokuomba pale kuyasikia na uyajibu. Nafanya tukuza kwa Israeli hai. Nimaliza kuomba. Amen. 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 Jina wewe barikiwe. Amen. 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 Tunamshukuru Mungu wapendwa. Tunaingia katika nyimbo za wokovu. Amen. Na tutaimba wimbo mmoja ya nyimbo wokovu na kisha tutakuwa tumemalizia. Katika nyimbo wokovu tunaingia kuimba wimbo wa 179. 179 inasema siku moja mavuno yataisha kabisa. Amen. Amen. Tunaimba, wale ambao wanajua wataelekeza wengine, na wote acha tufungue mioyo yetu, tumsifu na tumwabudu Mungu, tumwimbie katika mioyo ya furaha. Amen. Amen. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza, uliyelikata neno nzuri la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni tukaa pamoja naye. Oh, wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumshangilia Mungu. Atakusanya kwa furaha imba, bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Bali makapi yote yatatupwa motoni, rafiki utakuwa wapi? Watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kukaa wataimba kabisa kwa sauti ya nguvu kumshangilia. Watakusanya kwa furaha bali makapi yote
Baba, tunasema asante tena kuandaa kanisa. Lengo na kusudi ya nyimbo hii ni kuandaa mioyo wa Kristo wasafiri wa mbinguni. Tupe kujua nyakati na siku tunazoishi katika ulimwengu wa kizazi cha leo, na katika siku tulizo nazo, siku za hatari, siku za kutisha, siku za kuogopesha. Kinachotafutwa kwa maisha ya Mkristo ni kutaka moyo, roho ya Mkristo isiendelee kushikamana, kuambatana na Mungu na kufuata njia ya Ukristo. Lakini tunaomba tupe mwisho mzuri pamoja nawe, tupate kushinda mwili, tupate kushinda dunia, na tupate kumshinda shetani. Tushike mikono, utuinue rohoni, utuongoze rohoni, utuelekeze rohoni, utudumie rohoni, utuishe rohoni. Weka shauku ya kukupenda, shauku ya kufuata, shauku ya kutumikia ndani ya mioyo yetu, tukijitoa kwako na kujikabidhi kwako. Neema yako usitupungukie, mkono wako usitupitie, roho utudumie, na uwepo wako ambatane pamoja nasi. Yesu Kristo, pokea sifa. Yesu Kristo, pokea utukufu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu, tunaomba na takuamini. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Tunaingia katika kipindi cha ushuhuda. Yeyote ambaye iko na ushuhuda, iko na nafasi ya kumshukuru Mungu. Nafasi hii tunataka kuiacha kwa ushuhuda pamoja na shukurani, na baadaye tutaendelea. Amen. Amen. Nampenda. Haleluya. Nampenda. Amen. Nampenda. Oh Bwana Yesu, nampenda. Oh, nampenda Bwana Yesu, nampenda. Amen. Nampenda. Oh Bwana Yesu, nampenda. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Oh, nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Oh, nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Sho. Jina Bwana barikiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Wapendwa, namshukuru Mungu Kweli. kwa ajili ya upendo wake. Amen. Na kwa ajili ya neema yake kwa ajili yangu. Amen. Nikikumbuka wapi Mungu amenitoa Kweli. na yale amefanya kwa maisha yangu, Amen. nina sababu kumshukuru na kumshuhudia. Amen. Amen. Mungu ametutoa mbali. Amen. Mungu ametupigania. Amen. Na Mungu ametushindia mambo mengi sana. Sababu hiyo, wapendwa, namshukuru Mungu kila siku. Amen. Kila leo. Amen. Kwa yote Mungu anaendelea kuyatenda. Amen. Ananilinda mimi na familia yangu. Kweli. Ananilinda mimi mwenyewe. Amen. Na ameniokoa na mambo mengi sana. Amen. Isingelikuwa Mungu kama hatuko wazima katika dunia wenye mwili. Amen. Lakini Mungu ametupigania kwa vita vingi na anatuokoa na mambo mengi sana. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Kwa hiyo kulala na kuamka ni muujiza kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Na imegharimu neema ya nani? Ya Mungu. Na hata katika kizazi tuko nacho na katika siku nazo, kusimama katika wokovu, Neema ya Mungu. kusimama katika maisha ya Ukristo, Neema. kusimama kumtumikia Mungu, ni jambo la neema sana. Amen. Hasa katika nchi tulizo nazo kama Amerika. Amen. Watu wanapenda dunia Sana. na watu wanapenda mambo ya dhambi sana. Kweli. Lakini sasa unajikuta katika watu ambao wako mashabiki wa kupenda dunia na kupenda mambo ya mwili na kupenda mambo ya shetani. Wewe unampenda Yesu na unampenda Mungu, unasimama vizuri, uko na vita kubwa. Amen. Kweli. Uko na mashambulizi ya ajabu. Wewe ndio target. Unawindwa kwa kila njia. Kweli. Lakini imegharimu neema ya Mungu kusimama na kuendelea kumtumikia nani? Yesu Kristo. Kwa hiyo nasema jina la Bwana barikiwe, tena jina la Yesu litukuzwe. Amen. Amen. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Nashuhudia, twaona Yesu anatupenda. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Nashuhudia, naona Yesu ananipenda. Sho. Amen. Amen. Bwana Yesu
asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina, amina. Tanimba tu kanyimbo kadogo kwa ufupi. Amen. Sasa shuhudia Kristo wangu. Sioni haya kwa Bwana, kwake nitang'ara. Mti wake sitaka nani, neno ima mimi sioni haya kwa Bwana Yesu, kwake nitang'ara. Mti wake sitaka nani, neno msalaba ndio asili ya wema, mimi nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Msalaba ndio asili ya wema, mimi nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini papo. Msalaba ndio asili ya wema, nitatua mizigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahini hapo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amina, amina. Kwa shuhuda yangu ya leo nitaongea kitu kidogo. Naongea kuhusu injili ya msalaba. Injili ya msalaba ni maisha ya sisi ya mtu binafsi. Ukisikia mtu anasema mimi ni mtu wa injili ya msalaba, mimi ni mtu wa injili ya msalaba, ni kujikana peke yako, ni kujizarau. Ukiwa mtu wa injili ya msalaba utajikana, utajizarau, utazarauliwa, utanenwa, utafanywa nini, lakini injili ya msalaba ni mateso. Ni maisha yako kwanza na ni mateso. Kwa sababu wakati unasema mimi niko mtu wa injili ya msalaba, unahubiri injili ya msalaba. Ile injili ya msalaba ni maisha. Na ile wakati injili ya msalaba, wakati unahitaji mimi ni injili mtumishi wa injili ya msalaba. Mimi ni Yesu Kristo alikufa msalabani na namfuata Yesu Kristo. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi wa Kristo. Alikufa kwa ajili yetu sisi wa Kristo, akakuwa mfano kwetu. Yesu Kristo akawa mfano kwetu. Sasa akatuachia, akatuambia neno moja. Kama wanafanya mti mbichi hivi, nyinyi miti mikavu mtakuwaje? Akata tuambie neno na akajiendea yake. Sasa wakati unasema mimi ni Mkristo. Ukristo ni na injili ya msalaba itakudai maisha yako. Usiwe mtu wakati uko mtu wa injili ya msalaba, usiwe mtu wa kusema mimi niko Mkristo. Jua wakati itakudai maisha, utalia. Ni uchungu zaidi. Lakini wakati uko na Kristo mfalme, atakufariji, atakupigania hadi mwisho. Wakati niko Mkristo sina woga, siogope, najua niko na mlinzi katika maisha yangu. Kuna mtu mmoja akaniambia, wakati uko Mkristo huwezi patwa na majaribu. Nikamwambia bongo yako. Kristo peke yake ndiye baba yetu, alijaribiwa, akateswa, akatemwa, akatukanwa, akaitwa majina isiyokuwa, na ni mwana wa Mungu. Na yeye ndio Kristo. Hata wakati sisi tunamfuata yule Kristo, tutatukana namna gani? Tutadharauliwa namna gani? Unajua, ukiwa mhubiri usiwahi kuongea kama mkiwa wa Kristo hamtapata majaribu, hamtapata. Wakati unaamua kumfuata Kristo, sasa unajua vita, wewe unaamua vita na watu wa dunia. Jua watu ule wa majaribu yake atakufuata wewe. Wa mambo yake machafu atakufuata wewe ya kujaribu. Kila mtu akila atakufuata wewe. Ujue kama Kristo wetu alipitia vita, na wewe ukiwa Mkristo utapitia vita.
Maisha ya Ukristo ni vita na kujaribiwa na kunyamaza kimya. Ukiwa Mkristo ni kunyamaza kimya. Kristo peke yake apigane kwa ajili yako. Amen. 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 Bwana Yesu, tunasema asante kwa kipindi cha ushuhuda. Asante kwa wote ambao wamesimama hapa kushuhudia Mungu. Ni kwa ajili ya kutuhimiza, ni kwa ajili ya kututia moyo na kujengana. Kwa hiyo tunasema jina lako libarikiwe tena litukuzwe. Acha muda unaobaki na wakati wetu Mungu mikononi tunakabidhi. Vipindi vyote viongozo vielekeze. Wasikilizaji wetu wanaotufuata, Mungu kaweze kuwabariki pia. Acha mioyo ya Mungu kaweze kupokea na kushika kitu katika mambo yanayotendeka na kupitika hapa. Na sisi tulipa Bwana, acha kaweze kushikanisha na kuunganisha mioyo yetu. Kwa muda na wakati ambao unasalia, acha Bwana ukaweze kutubariki, ukaweze kutufanikisha na ukapate kuhudumia mioyo yetu. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba na kuamini. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Tunaingia katika kipindi cha kusifu na kuabudu. Na after kusifu na kuabudu, tutapata nafasi ya kutoa mali zetu kwa Bwana. Amen. Na kisha tusikie neno la Mungu. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Mwamba 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 mwamba, Yesu ndiye mwamba. Haleluya. Mwamba 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 mwamba, Yesu ndiye mwamba. Oh, mwamba 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 mwamba, Yesu ndiye mwamba. Haleluya. Mwamba 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 mwamba, oh uzima wa baraka. Mwamba mwamba, Yesu mwamba mwamba mwamba, oh anaponya abariki. Mwamba mwamba, Yesu ndiye mwamba. Haleluya. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Imba. Oh, haleluya. Nitamwimbia Yesu kwa kuwa yeye ameniona. Imba. Oh, haleluya. Oh, ameniona. Ameniona. Oh, ameniona. Ameniona. Oh, ameniona. Ameniona. Oh, ameniona. 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 Oh, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Imba. Nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Imba. Oh, haleluya. Ameniona. Ameniona. Oh, ameniona. Ameniona. Oh, ameniona. 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 Oh, ameniona. Ameniona. Oh, nimemuona asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Imba. Oh, nimempata asiyebadilika. Yesu hawezi badilika. Imba. Oh, haleluya. Oh, asiyebadilika. Oh, asiyebadilika. Oh, ni Yesu peke yake. Oh, ni Yesu peke yake. Oh, asiyebadilika. Oh, nani mwanaume kama Yesu? Oh, oh, chini ya jua na mbingu hakuna mwingine. Chini ya jua, oh, hakuna mwingine. Nani mwanaume kama Yesu? Oh, hakuna
Yesu, oh hakuna kama Yesu, mponyaji kama Yesu, mwenye nguvu kama yeye, kwa uzima kama Yesu, oh hakuna Bwana alele, Bwana mabwana, oh Bwana alele, Bwana mabwana, olele, we Bwana alele, Bwana mabwana, oh Bwana alele, Bwana alele, Bwana alele, Bwana alele, Bwana alele, Bwana alele. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tena hallelujah. Amen. Jina Bwana barikiwe. Tuingia katika nafasi ya kumwabudu Mungu. Acha ufungue moyo wako. Mwaga moyo wako mbele za Mungu. Ili ukaweze kumwabudu kutoka kina ya moyo wako. Amen. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Oh, sifu Bwana, sifu Bwana, sifu Bwana daima. Asifu Bwana, moyo wangu. Oh, sifu Bwana, moyo wangu. Oh, sifu Bwana, sifu Bwana daima. Oh, sifu Bwana, sifu Bwana, sifu Bwana daima. Oh, sifu Bwana, moyo wangu. Oh, sifu Bwana, moyo wangu. Oh, abudu Bwana, abudu Bwana. Oh, abudu Bwana. Oh, abudu Bwana daima. Oh, abudu Bwana, moyo wangu. Abudu Bwana, moyo wangu. Oh, penda Bwana, penda Bwana. Oh, penda Bwana. Penda Bwana daima. Penda Bwana, moyo wangu. Penda Bwana, moyo wangu. Oh, inua Bwana, inua Bwana. Oh, inua Bwana. Oh, inua Bwana daima. Ah, inua Bwana, moyo wangu. Oh, inua Bwana, moyo wangu. Oh, heri wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata. Oh, heri wamtumainio Bwana. Oh, heri wamtumainio Bwana watapata. Oh, dada wamtumainio Bwana. Oh, heri wamtumainio Bwana watapata. Oh, mama wamtumainio Bwana. Oh, heri wamtumainio watapata. Oh, vijana wamtumainio Bwana. Oh, heri wamtumainio Bwana watapata. Oh, ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe Kristo? Ni nani kama wewe Mfalme? Oh, tunasema oh, tunaimba we Bwana. Baba tutangaza Bwana. Baba tunasema we Bwana. Oh, ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe Yesu? Oh, ni nani kama wewe kimbilio? Oh, tunasema we Bwana. Baba tunaimba we Bwana. Tena tutangaza
Mungu jioni leo tumwambie asante. Asante Bwana, maana hakuna kama na wewe na hakuna atakaye kuwa kama na wewe Bwana. Sifa ni zako, tukufu ni wako Bwana. Wewe ndio unayetupatia uzima, wewe ndio unatulinda na kutukinga kila siku. Umetujalia neema kulala na kuamka tukiwa wazima. Umegharimu neema yako na mkono wako Bwana. Unatupigania kwa vita vingi, unatushindia mambo mengi, unatuokoa na mambo mengi, unatuponya na mambo mengi, unatuepusha na mambo mengi. Bwana tunakutukuza maana wewe ndio usalama wetu. Wewe ndio nguvu yetu, ndio amani yetu, ndio usalama wetu. Asante kwa nafasi umetupa. Asante kwa neema umetujalia. Ili Mungu tukapate muda na wakati pamoja nawe, tukaweza kumwaga mioyo yetu. Mungu unatulinda na kutukinga kila leo. Unatulisha, unatufika, unatunywesha. Mungu atupokea sifa. Unatupa pumzi ya uhai bure. Mungu wetu usifiwe. Mungu wetu inuliwe. Yesu Kristo pokea sifa. Yesu Kristo pokea utukufu. Yesu Kristo pokea heshima. Hakuna aliye kama na wewe na hakuna atakaye kuwa kama na wewe Bwana. Ulikuwepo kabla ya vitu vyote kuwepo. Wewe ndio mwanzo wa kila kitu. Mungu atupokea sifa. Mungu atupokea utukufu. Mungu atupokea heshima. Ubarikiwe Mungu. Uhimidiwe na kuinuliwa. Haleluya. Usinipite Mwokozi Baba yangu, unisikie unapozuru wengine. Usinipite Mwokozi Baba yangu, unisikie unapozuru wengine. Usinipite Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine. Usinipite Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine. Usinipite Yesu, naomba unisikie unapozuru wengine. Asante kwa nafasi na wakati Mungu. Asante kwa neema na kwa pendo lako Bwana. Asante kwa muda mzuri umetupa ili tukaweza kumwaga mioyo yetu mbele zako na kupata muda na wakati pamoja nawe. Hudumia mioyo yetu, hudumia maisha yetu. Acha Mungu tukaone mpango wako. Acha Mungu tukaone mapenzi yako. Acha tukajue nafasi zetu rohoni. Acha tukalete miili yetu dhabihu kwenye madhabahu. Acha tukayatoa maisha yetu kwa Bwana, tukijikabidhi na kuja chini ya mikono yako. Ili Mungu kaweze kutuhudumia na ili Mungu kaweze kutujenga na ili Mungu kaweze kutuandaa. Ondoa kinachohitajika kuondolewa ndani yetu, wekeza kinachohitajika kuwekezwa. Haribu kinachohitajika kuharibiwa, jenga kinachohitajika kujengwa. Na sifa na utukufu zitakurudi wewe. Mungu atupokea sifa, Mungu atupokea utukufu, Mungu atupokea heshima. Ubarikiwe na midiwe Bwana. Haleluya. Maisha yetu Yesu mfalme wetu. Asante Yesu. Nashuka chini uinuliwe. Nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Matendo yako nashindwa kueleza. Nalika watu waje wajio. Oh, nashuka chini Bwana, nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Matendo yako nashindwa kueleza. Nalika watu waje wajio. Oh, nashuka chini uinuliwe. Oh, nashuka chini Baba wewe uinuliwe. Matendo yako nashindwa kueleza. Nalika watu waje wajione. Acha Mama Terezo aseme asante kwa Mungu. Karibu sana. Mfalme wangu. Haleluya.
Asante Kristo msaada. Tunashuka Bwana, tunashuka Mfalme. Tunaendelea kushuka. Acha Bwana wewe uinuliwe, wewe utukuzwe, wewe uabudiwe. Haleluya. Tena inuka zaidi Kristo. Na matendo yako tunashinda kuieleza mbele ya watu Yesu. Na kutupatia muda kama huyu Baba kusifu na kukuabudu. Katika ulimwengu ya vita tulimo Baba mbinguni, ni neema kubwa Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo kwa kipindi tunamaliza, na tunaamini kama kipindi kingine tuko pamoja na wewe Yesu, hautatupungukia kamwe. Baraka zako zinaendelea kumiminika ndani yetu Kristo mfalme wetu. Ni kwa uwezo wa jina lako Kristo mfalme nikiomba hivi Baba yangu. Amen. Amen. Bwana wabariki sana wapendwa. Amen. Na Mungu wetu aendelee kuatia nguvu na kuhimiza. Amen. Tunataka kumtolea Bwana sadaka zetu. Amen. Na tutaimba wimbo wa kutoa. Amen. Na kisha tutaweza kuendelea katika hatua nyingine. Amen. Amen. Mataifa wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, mataifa wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, waliomwamini watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, waliookoka watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Baba wataimba, wataimba, wataimba Bwana. Haleluya. Baba wataimba, wataimba, wataimba. Haleluya. Oh, mataifa wote watakusanyika mbele zake Bwana Mwokozi. Oh, waliomwamini watakusanyika Oh, waliookoka watakusanyika Baba wataimba, wataimba, wataimba Bwana. Baba wataimba, wataimba, wataimba Baba tutamwabudu, tutamwabudu, tutamwabudu Bwana. Oh, yende mbele Injili, yende mbele Injili ya Baba, yende mbele Injili, yende mbele Injili ya Bwana. Oh, ndio maana, oh, ndio maana, oh, ndio maana, oh, ndio maana. Ina nguvu Injili, ina nguvu Injili ya Bwana. Okoa Injili, okoa Injili ya Yesu. Oh, ndio maana, oh, ndio maana, oh, ndio maana, oh, ndio maana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tena haleluya. Acha Rosette aombe sadaka na Mungu ambariki. Amen. Amen. Yesu Kristo, nakuja mbele zako, tunaleta sadaka ya leo mkononi mwako Yesu Kristo, aliyotoa siku ya leo. Mungu Baba, uendelee kuwabariki. Mungu Baba, na wenyewe Yesu Kristo, Mungu Baba, endelee kuwakumbuka Baba yangu, situpungukie Yesu Kristo, bali Mungu Baba endelee kutujalia mifuko yetu Yesu Kristo, sifa zote tukustakurudia. Nasema ni asante, shukrani katika jina lako Yesu, naomba kwa mimi. Acha tumpige Bwana makofi mazuri. Amen. 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 Wapendwa ambao wametufuata, ikiwa mlifuata ibada yetu na mkao pamoja nasi katika kipindi hiki, na mimi tumejengwa, na mimi tumebarikiwa, na mimi tumetiwa moyo. Amen. Amen. Mungu amehudumia mioyo yetu. Amen. Katika muda wetu wa kusifu na kuabudu, katika vipindi vyote ambavyo vimekuwa vimeendelea. Amen. Kama ulifungua moyo wako kwa mwaga moyo wako mbele za Mungu, naamini Mungu amekuhudumia. Amen. Hailishi umekamata muda gani, Kweli. ama iwe muda mfupi, muda mrefu, kitu cha muhimu ni kufungua moyo mbele za nani? Za Mungu. Amen. 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 Jina la Bwana barikiwe. Amen.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Amen. Tunataka kulisikia neno la Mungu na tutakuwa tayari ili kwamba tukaweze kusikia neno la Mungu. Amen. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Kwa hiyo mpendo, utafungua moyo wako ili ukaweze kumruhusu Mungu akapate kukudumia Amen. kupitia neno lake la jioni ya leo. Amen. Na tutakuwa tumejengwa na tutakuwa kubarikiwa. Amen. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Amen. Kwa hiyo nataka tutachukua Biblia zetu. Hapa kuna maji, mtu akisikia kome kauka, tumia maji. Amen. Itaweza kusaidia. Amen. Amen. Tutafungua Biblia zetu katika Injili ya Luka, We'll open Amen. in the book of Luke, Amen. sura yake ya 13. Amen. chapter 13. Amen. Mstari wake tunaanza 22. We're going to start at verse 22. Yes. Amen. 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 Trezo ataanza kwa Kiingereza na mimi nitasoma kwa Kiswahili. I'll start by reading in English. Amen. Amen. Luka sura yake ya 13 Luke chapter 13, mstari wa 22 verse 22. ama 22 kwa Kiswahili ya Kongo. I'm reading the name of Jesus Christ. Amen. Amen. He continued his journey through towns and villages, Mhm. teaching as he made his way towards Jerusalem. Mhm. Someone asked him, Mm. "Sir, are you only a few to be saved?" Mhm. His answer was, Mhm. "Struggle to get into the narrow door, Mhm. for I tell you that many will try to enter and not be able. Mhm. When once the master of the house has got up and locked the door, Mhm. you may stand outside and knock and say, 'Sir, let us in.' But he will only answer, 'I do not know where you came from.'" Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Nasoma katika Biblia yangu ya Kiswahili nasema hivi. Luka sura yake ya 13 mstari wa 22 nasema hivi. Naye alipokuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu, Amen. mtu mmoja akamuuliza, "Je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache?" Akawaambia, "Jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, Amen. kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Kweli. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mtaanza kusimama nje na kubisha mlango, mkisema, 'E Bwana, utufungulie.' Yeye atajibu na kuambia, 'Siwajui mtokako.'" Amen. Amen. Bwana Yesu, tunasema asante kwa neno hili. Amen. Hata sisi ambao tuko hapa na wasikilizaji wetu ambao watatusikia kwa njia ya YouTube na kwa njia ya Facebook, wale ambao wanatufuata katika kipindi cha jioni ya leo, neno hili Mungu likaweza kuwaelekeza, kuwaongoza na kuwasaidia kujua inavyowapasa kutembea, inavyowapasa kuishi katika maisha ya Ukristo hapa chini ya jua, wakikutumikia. Walete maisha yao kwako, wajigabizi mikono mwako, waruhusu kazi yako ifanyike ndani ya mioyo yao, na kuwa watu wako tayari kuchukua njia ambayo unaweka mbele yao, ili wakaweze kujitambulisha na kujipatanisha nawe. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Bwana wetu, tukiomba na kuamini. Amen. Wapendwa, nataka kuzungumzia neno hili Beloved, today I want to talk about this word ambalo Mungu ametupea ili tukaweze kuzungumzia jioni leo. which God has given us so that we can talk about it today. Naamini Mungu ana mpango na kanisa, I believe God has a plan with the church, na Mungu ana kusudi na maisha ya kila mmoja wetu. and God has a purpose for every single one of us lives. Na lengo la kanisa And the purpose of the church ni kuandaa wasafiri wa mbinguni is to prepare the travelers of heaven, ambao ni mali ya Yesu Kristo. those who are the property of Jesus Christ. Na siku tunazoishi And the days we're living, ambazo ni siku za mwisho, which are the days of the end,
Na mimi mpango wa Mungu na kusudi la Mungu, I believe the plan of God and what God wants ni kuleta kanisa kuona mpango wa Mungu rohoni. is to bring the church to see the plan of God spiritually. Ni kuleta kanisa kuona kusudi la Mungu katika maisha yao. Is to bring the church to see the plan of God for their lives. Maana kanisa ni mwili wa Kristo. Because the church is the body of Christ. Kanisa ni bibi harusi. The church is the wife of the husband. Amen. Amen. Kanisa ni bibi harusi. The church is the bride. Amen. Amen. Ya Bwana wetu Yesu Kristo. Of our Lord Jesus Christ. Kwa sababu yeye wapendwa, Because of that, beloved, Mungu anataka kujenga maisha yetu God wants to build our lives na kuleta mioyo yetu kuona mpango wake and to bring our hearts to see His plan katika siku na nyakati tunazoishi. in the days we're living. Amen. Amen. Na sisi tunaweza kuona tu mpango wa Mungu And we can only see the plan of God ikiwa tutaleta maisha yetu kwa Yesu Kristo. if we're going to bring our lives to Jesus Christ. Maana ni kitu kimoja kuingia kanisani, Because it's one thing to enter the church, pia ni kitu kingine kumruhusu Mungu akaweze kuyahudumia maisha yako. and it's another one to allow God to work on your life. Kwa sababu ya hiyo, Because of that, ninataka nizungumzie neno hili. I want to talk about this word Kwetu sisi tuko hapa to us who are here na kwa wale pia wanatufuata. and to those who are listening. Amen. Amen. Yesu alipokuwa katika safari yake Jesus, when he was in his journey, akielekea kwenda Yerusalemu, traveling to Jerusalem, alikuwa akifundisha. he was teaching. Alifundisha kuhusu ufalme wa mbinguni. He taught about the kingdom of heaven. Alifundisha kuhusu neno la Mungu. He taught about the word of God. Amen. Amen. Alikuwa anafundisha maisha ambao watu wanahitaji kuyaishi, He was teaching about the life of people. He was teaching about the life that people are supposed to ambao live. ni maisha ya Ukristo, It is the life of Christianity. ni maisha ya wokovu It's the life of the gospel. kwa wale ambao wanampokea To those who are receiving him na kwa wale ambao watakaomsikia. and to those who are going to listen to him. Jina la Bwana barikiwe. Amen. 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 Na alipokuwa And akifundisha, when he was teaching, mtu akamuuliza hivi, a person asked him, je, Bwana, wanaookolewa ni wachache tu? Lord, is the ones who are being saved less? Na Yesu And Jesus, akajibu, he answered, jitahidi kuingia kwenye mlango ulio mwembamba, try your best to enter into the narrow road, maana wengi watataka kuingia because many will try to enter, lakini hawataweza. but they won't. Amen. Amen. Na mwenye nyumba atakapoingia na kufunga mlango, And when the master will come and close the door, ndipo watu watasimama kwenye mlango na kuanza kubisha that's when people will stand on the door and start knocking na kuanza kusema, Bwana and utufungulie. start saying, Lord, open for us. Lakini atawaambia ondokeni, But he will tell them, go away, maana siwajui nyinyi. because I don't know you. Amen. Amen. Nataka niseme hivi I wapendwa, want to say this, beloved. lengo la Mungu ni kulileta kanisa The plan of God is to bring the church kuona mpango wake rohoni. to see his plan spiritually. Umejua tunaishi nyakati ambapo injili ilihubiriwa kwa njia nyingi sana, You know, we are living at the time that the gospel was preached in different ways. lakini injili ya kweli ya kuandaa wasafiri wa mbinguni But- ilifichwa, But the true gospel of preparing the travelers of heaven was hidden. na injili ya kuandaa mioyo ya watu kwa ajili ya Mungu And the gospel of preparing people for the gospel of Jesus Christ haikuhubiriwa inavyopasa. was not taught the way that it was supposed to. Lakini naamini siku tuko nazo, But I mean, the days that we have, Mungu atainua wanawake na wanaume rohoni, God will Right. raise men and women of spiritual. changamuka. Mungu ataamua wanaume na wanawake rohoni, God will raise men and women of spiritual. watu ambao wataliona kusudi la Mungu, People who will see the plan of God. wako ambao wako tayari kutoa maisha kwa Kristo People are ready to give life to Jesus Christ. na hawatafute faida zao, And they're not looking for their benefits. hawatafute ili waonekane ama wajulikane, They're not looking for being known. lakini wanatafuta kumfunua Kristo But they want to reveal Jesus Christ. na kutimiza mapenzi yake. And they want to complete his plans. Hawatafuti kujenga majina yao, They're not looking for making their own names. lakini wanatafuta kumtukuza na kumuinua Kristo. But they're looking for praising Jesus Christ. Amen. Amen. Umejua kabla ya Yesu kulikuwa Mafarisayo You know, before Jesus Christ, there was Pharisees. na kulikuwa dini za Kiyahudi, And there was religions of the Jews.
Jews. Amen. Amen. Na dini hizi za Kiyahudi And the religions of the Jews na vikundi vya Mafarisayo and the groups of the Pharisees, walikuwa na mafundisho waliokuwa na ubiri. they are teachings that they were teaching. Amen. Amen. Walikuwa na aina ya mafundisho waliokuwa nafundisha. They had their own kind of teachings. Lakini Yesu alipokuja But when Jesus Christ came na akaanza huduma, and started his ministry, akaanza kufunza, starting teaching, waliomsikia Yesu akifunza those who are listening to Jesus Christ's teaching, walisikia kwamba kuna tofauti ya mafundisho yake na mafundisho ya hawa Mafarisayo. they listened that there is a difference between his teaching and the Pharisees' one. Walisikia mafundisho ya Yesu iko tofauti sana na mafundisho ya wazee wa Kiyahudi. They heard that the teaching of Jesus Christ is very different from the Pharisees' teachings. Amen. Amen. Maana mafundisho aliyokuwa anafundisha Because the teaching that he was teaching ilikuwa na lengo ya kuokoa roho ya mwanadamu. it had a purpose of saving the heart of a human. Hakukuwa na beba sheria yoyote. He wasn't holding any law. Hakukuwa ya kumtumia mtu kwa njia mbaya. He wasn't for using anybody in a bad way. Lakini ilikuwa na lengo ya kumuokoa mtu kutoka dhambi. But he had a plan of saving someone from sin. Na ilikuwa na lengo ya kumtoa mtu katika utumwa wa shetani. And it had a plan of saving someone from the slavery of Satan. Amen. Amen. Hakukuwa mafundisho ya kutafuta faida yoyote katika mwili. It wasn't something to teach you anything about the flesh. Lakini ilikuwa mafundisho yaliyokuwa na lenga moyo wa mwanadamu. But it was a teaching that was supposed to save the heart of a human. Na Yesu alipokuwa akifundisha, And when Jesus Christ was teaching, huyu mtu ambaye alizoea mafundisho ya Mafarisayo this person was used to the teachings of the Pharisees na kazoea mafundisho ya wazee wa Kiyahudi, and was used of the teaching of the Pharisees. Yesu alipokuwa akifundisha, When Jesus was teaching, alisikia rohoni kwamba kuna tofauti ya mafundisho ya Mafarisayo na mafundisho ya Yesu. he heard that there was a difference spiritually of the preaching of Jesus Christ and of the Pharisees. Amen. Amen. Mafundisho ya Yesu ikamshika moyo wake sana. And the teachings of Jesus Christ holded his heart. Maana alisikia kwamba kuna tofauti Because the person heard that there's a difference ya kile alichosikia kwa Mafarisayo, of what he heard from the Pharisees, ya kile amesikia kwa wazee wa Kiyahudi, what he have heard from the old men of the Jews, na kile ambacho Yesu anafundisha. and what Jesus Christ is teaching. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Na aliposikia tofauti ya mafundisho ya Yesu, And when he had the differences of the teaching of Jesus Christ, ndani ya moyo wake akawa na maswali inside his heart he had questions. kulingana na kile ambacho amesikia kwa Mafarisayo According to what he has heard from the Pharisees, na kutoka kile ambacho anasikia kwa Yesu Kristo. and from what he has heard from Jesus Christ. Amen. Amen. Akagundua ya kwamba And he came to know that kumbe kuingia mbinguni entering heaven, na kuona ufalme wa Mungu see the kingdom of God, sio kitu rahisi. is not an easy thing. Amen. 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 Akamuuliza Yesu, He asked Jesus Christ. je, akamuuliza Yesu, He asked Jesus Christ, wanaokolewa ni wachache tu? are the people who are being saved less? Yesu akamjibu, Jesus answered, jitahidi kuingia katika mlango ulio mwembamba, try your best to enter through the narrow road, maana wengi watataka because many will want, na hawataweza. but they won't enter. Amen. Amen. Wengi watataka Many will want, lakini hawataweza. but they won't enter. Amen. Amen. Tunaishi nyakati ambapo wapendwa, We're living at a time that, beloved, naamini injili inahitaji kuhubiriwa kwa ukweli, I believe that the gospel is needed to be preached by truth. na inahitaji kuhubiriwa kwa jinsi inavyopasa ihubiriwe. And it's needed to preach the way that it's needed to preach. Hakuna kitu cha kuficha, There's nothing of being hidden. hakuna kitu cha kupendeza, There's nothing to make it beautiful. ila injili inataka kuhubiriwa kwa ukweli. But the gospel needs to be preached by truth. Yesu alipokuja kuhubiri, When Jesus came preaching, alikuja kuhubiri kuhusu ufalme wa he mbinguni, came preaching for the kingdom of God, na heaven. alikuja kufungua njia And he came to open the door. kwa wote ambao watakuwa tayari All those who are going to be ready kukubali kupitia njia to hiyo. accept to go through that road. Tokea Yesu alipoanza kuhudumia, Ever since Jesus came from preaching, jina Bwana barikiwe, Amen. Amen. hakukuwa na injili
ya kutaka kuficha ukweli. He never had the gospel of trying to hide the truth. Maana hakutafuta wale watu wapotee, Because he wasn't wanting those people to be lost. ila alijali mioyo ya watu. But he cared about the heart of the Amen. people. Amen. Na lengo la Injili And the plan of the gospel ni kuokoa moyo wa is mwanadamu. to save the heart of a human. Injili inahubiriwa leo The gospel is being preached today, ambao inatafuta kujenga mwili. which is looking to build the body. Injili zinazohubiriwa leo The gospel that are being preached ni za today mafanikio. is of blessings. Injili zinazohubiriwa The leo gospel being preached ni today hekima na akili ya mwanadamu. is the knowledge of a human being. Hazina uwezo ya kubadilisha moyo wa mtu, They have no power of changing the life of a na person. hazina uwezo wa kubadilisha maisha ya And mwanadamu. they can change the life of a person. Mwizi ataingia kanisani na tabaki bado mwizi. A thief can enter the church and stay the same. Mwongo ataingia kanisani A liar can enter the church atabaki bado mwongo. and stay the same. Msharati ataingia kanisani A prostitute can enter the church bado anabakia na dhambi ya and zina still stay the same. na bado And kanisani. still in the church. Maana injili inayohubiriwa Because the gospel being taught, haina nguvu ya kukabiliana na ule moyo, because it does not have power to take care of the heart. na haina nguvu ya kubadilisha maisha ya It mtu. does not have power to change the life of a person. Lakini Yesu alipokuwa akifundisha But when Jesus was teaching, na Yesu alipokuwa anakihubiri, but when Jesus was preaching, anapofundisha when he was teaching na apohubiri, and preaching, moyo wa mtu ulikuwa the unafunuliwa. heart of a person was being opened. Amen. Amen. Maisha ya mtu ilikuwa The naonekana, life of a person is being seen, maana injili ilikuwa na nguvu. because the gospel had Jina Bwana power. barikiwe. Amen. Yesu alipohubiri When Jesus was teaching, alikuwa kufunua mpango wa Mungu na kusudi la Mungu. he came to open the plan of God and the purpose of God. Amen. Amen. Na kitu ambacho kinahitajika, It's something that's needed. kitu ambacho natakika It's something that's needed. ni kuleta maisha kwenye madhabahu. It's to bring life in the Altar. altar. Amen. Amen. Kwa sababu hiyo wapendwa, Because of that, beloved, ufalme wa mbinguni the life of a Christian haiko kitu rahisi is not an easy thing. na sio kitu mwepesi kama vile watu wanavyosikia. It is not an easy thing as people hear it. Ilikuwa ni maisha ya kujikana, It was a life of denying yourself. maisha ya kujikataa. It was a life of denying yourself. Njia nyembamba ambayo inazungumzwa, The narrow road that's being spoke about, ambayo ni njia ya maisha ya Ukristo, which is the way of the life of a Christian, ni njia ambayo hautembei unavyotaka, is the way that is the life that you do not walk the way that you want. hauishi unavyopenda, You do not live the way you want. unaishi kutokana na mapenzi ya Mungu You live according to the plan of God. na unatembea kutokana na mpango wa Mungu. You live according to the plan of God. Na ili tuweze kuishi maisha ya Ukristo So that we can live the life of a Christian. na tutembee katika ile njia So nyembamba, that we can walk through that narrow road. ni lazima ukatae maisha yako mwenyewe. You must deny your own life. Amen. Amen. Ni lazima ufanye uamuzi, It's a must to make a decision. na uamuzi ya kujikataa, A decision of denying yourself. ukubali kuchukua msalaba. And accept to take the cross. Amen. Amen. Na ujue kwamba msalaba ni mateso, And know that the cross is the suffering. na unapokubali kusurubisha mwili, When you accept to crucify the flesh, yani unapokubali mateso. when you accept to take the cross, to be suffering. Amen. 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 Lazima ujue kutakuwa na kifo. You must know there must be death. Amen. Amen. Maana msalaba inamaanisha kifo. Because the cross means death. Unapokubali mateso When you accept death, katika mwili do the flesh, kwa njia ya dhambi do sin kwa ajili ya Kristo, for Christ, mwili utakufa. the body will die. Amen. 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 Na mwili unapokufa, And when the body dies, lazima kutakuwa na ufufuo. there must be resurrection. Hivi kanisa leo, So the church today, kanisa la Kipentekoste leo limekuwa la kimwili, the church of the Pentecost has become more physical, na ni maneno tu imebaki, and it's only words left. lakini uzima wa rohoni haupo. Amen. But the life of spiritual is not there. Sababu gani? Why? Maana watu wamekataa injili ya Yesu Kristo, Because people have denied the gospel of Jesus Christ wakaleta mafunzo and brought teachings ya maneno ya Biblia, of the words of the Bible. lakini maisha ambayo Yesu alikuja kuleta But the life that Jesus Christ brought na njia ambayo walitaka watembelee, and the way that they wanted to walk through, wamekataa.
They have denied. Sasa uzima ndani ya mioyo ya watu hakuna. So the life inside the heart of the people is not there. Uzima kanisani hakuna. Life inside the church is not there. Ukiona maisha ya Matendo ya Mitume If you see the life of the apostles na kanisa zilizokuwa kwa miaka ya 70, and the lives that were existing in the 1700s, amen, 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 ni tofauti na vile ilivyo leo. it's different from how it is today. Amen. Amen. Maana because kuna kitu kilipotea. there is something that was lost. Maisha ya Kristo ilipotea katika kanisa. The life of Jesus Christ was lost in the church. Maisha ya Kristo ilipotea katika mioyo ya watu. The life of Jesus Christ was lost in the heart of the people. Watu wanahubiriwa injili kama hadithi iliyopita. People are being preached the gospel like a story that passed. Wanahubiri injili ni kama maneno ya Mungu tu ambayo yanazungumzwa. They're preaching the gospel like the word of God that's being just talked about. Lakini haifanyike kuwa sehemu ya maisha ya watu. But it's not happening to be a part of the life of the people. Ndio maana hata maisha yenyewe ya kiroho haipo. That's why even the life of the spiritual is not there. Ndio maana hata ule mtembeo wa kiroho haupo. That's why even the walking of spiritual is not there. Maana kilichopaswa kuleta ile maisha ya kiroho, because something that was supposed to be in the life of a spiritual, ni kukubali kutembea katika injili ya Yesu Kristo. is to accept to go do the gospel of Jesus Christ. Amen. Amen. Maana hakuna uzima wa rohoni Because there is no life of spiritual, kama hakuna ushirika pamoja na Yesu Kristo. if there is no relationship together with Jesus Christ. Na ili kuwepo uzima wa rohoni, And so that there can be life spiritually, ni lazima tuishi maisha ya nani? Ya Yesu Kristo. we must live the life of Jesus Christ. Na njia Yesu Kristo alileta And the way that Jesus Christ brought ni njia ya kujikana, is the way of denying yourself. ni njia ya kujikataa. Is the way of denying yourself. Chukua msalaba, Take your cross. sulubisha mwili wako, Crucify your flesh. kubali mateso. Accept suffering. Na unapotesa mwili And wako, when you suffer, you make your body suffer. amen, Amen. lazima utakufa. You must die. Amen. Amen. Lazima utakufa katika mwili. You must die through the flesh. Na unapokufa katika mwili, And when you die through the flesh, ndio uzima wa Kristo sasa unainuka katika roho yako. that's when the life of Jesus Christ will raise up in your life. Kwa hiyo sio haumtumikie Mungu kwa jinsi ya mwili wako sasa, So you're not serving God the way that your body wants you to serve Him. lakini unamtumikia Mungu na roho wa Kristo aliye ndani yako. By serving Jesus Christ through the Spirit of Jesus Christ which is inside you. Kwa hiyo sasa sio wewe unaishi, So you are not living, lakini ni Yesu anaishi ndani yako. but Jesus Christ is living inside you. Na kile unachokifanya And what you're doing hakitokani na nguvu zako na juhudi yako, is not going by your strength or the way that you take yourself. lakini ni uzima wa Kristo ulio ndani yako. But it's the life of Jesus Christ which is inside Amen. you. Amen. Na ndio maana Yesu anasema hivi, That's why Jesus says this. anaambia yule mtu, He tells that person, jitahidi. try. Amen. Amen. Kuingia katika mlango ulio mwembamba, To enter through the narrow road. maana wengi watataka Because many will want, hawataweza. but they won't get it. Siku tulizo nazo, The days we have, nyakati za mwisho, the last days, vizuizi ni vingi sana, there's many things to stop us. vita ni vingi sana, There's Yes. many wars. vikwazo ni vingi sana, There's many things. na vyote vinatafuta roho ya mwanadamu. They're all looking for the heart of a human. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Haiko tu swala nimeingia kanisani nimepokea injili, It's not just a thing that you have entered the church and received the lakini gospel, lazima uwe tayari kujikana, but you must be ready to deny yourself. uwe tayari kujichukia. You must be ready to hate yourself. Amen. Amen. Unajua watu wameshindana na shetani. You know, people have fought with Satan. Wakati mwingine tunapinga mapepo, Sometimes we cast the demons. tunakemea mapepo, We cast on demons. tunalaani mapepo. We cast on demons. Amen. Amen. Lakini kanisa lilikosa kujua But the church did not know. vita tulivyo navyo The wars we have, haviko vya damu na nyama, they are not of flesh. ni vita vya ulimwengu wa They are roho. spiritual. Amen. Amen. Lakini adui mkubwa But the biggest enemy ni mwili. is the body. Amen. Amen. Adui mkubwa The biggest enemy. ndio kwenye kanisa imeshindiwa pale. That's where the church has lost. Watu wanahubiri vitu vikubwa, People are preaching big things, baraka, blessings, mafanikio,
blessings, hiki na kile, this and that. lakini maisha ya Ukristo, But the life of a Christian, mabadiliko inakosekana. changes are missing. Nguvu za Mungu hazionekane. Power of God is missing. Roho Mtakatifu atembee inavyopasa. The Holy Spirit is not walking the way it's supposed Uzima wa to. rohoni haupo. There is no life spiritual. Kanisa imefanyika kuwa dini. Church is a religion. Sababu gani? Why? Watu wanajua kumtafuta Mungu, People know how to look for God, lakini walikosa kujua adui. but they forgot to know the enemy. Adui mkubwa The biggest enemy ni mwili wa mwanadamu. is the body of a Christian. Ndio maana Yesu alikuja katika ule mwili That's why Jesus came on that body, ili kwamba akuje kutimiza mapenzi ya Mungu. so that he can come and complete the plan Amen. of God. Amen. Baada ya kuhubiri Injili After preaching the gospel na kufanya kila kitu ambacho kilihitajika, and do everything that was needed, Yesu alienda na ule mwili msalabani. Jesus went with that body in the cross. Amen. Amen. Alisulubishwa wapi? He Msalabani. was crucified on the cross. Huu mwili tulio nao This body we have, tunaulisha, we are feeding, tunauvika, we are tunaivalisha. giving clothes. Amen. Amen. Tunafanyia kila kitu kizuri, We're doing everything good. lakini adui mkubwa But the biggest enemy sio is shetani. not Satan, Adui mkubwa ni mwili, it's your body. maana mwili ndio inafungulia shetani njia, Because it's the one that opens door for Satan. na mwili wa mtu ndio shetani anatumia kwa kumtega And the Amen. body of a person is what Amen. Satan uses to catch you, na kumtoa katika mapenzi ya Mungu. take you out of the plan of God. Ndio kwa maana lengo la Injili, That's why the plan of Injili ya Yesu Kristo, Jesus Christ, Injili ya Agano Jipya, the plan of the gospel of the New ni Testament. Mkristo ambaye anaokoka, The Christian who is saved, mtu ambaye aliitwa na Mungu. person who is called by God. Yesu anatuita ili tusulubishe mwili, God is calling us so that we can crucify our flesh, tukufe kutokana na tamaa zilizo ndani so yake, that we can die from the things that He has, ili maisha ya Kristo so the life of Jesus Christ ikaweze kudhihirika ndani yetu. can stay inside us. Amen. Amen. Maisha ya Kristo The life of Christ ikaweze kufunuliwa, can be open, Amen. maana hakuna uzima wa Kristo ndani yetu because there is no life of Jesus Christ inside us. na hakuna maisha ya Kristo katika mioyo There's no yetu life of Jesus Christ inside our heart wakati mwili haujasulubishwa when the body is not crucified na wakati mwili haujakufa. and it has not died. Amen. Amen. Maana mwili ni kizuizi kwa kile Mungu angetaka kufanya ndani ya moyo wako. Because the body is stopping you from seeing what God wants you to see. Ndio maana That's why Mungu analiita kanisa God is calling the church. turudi kwenye misingi ya mitume na manabii. Come to the foundation of the apostles and the prophets. Wakati wa mitume The time of the apostles, hakukukuwa na Biblia, there was no Bibles. hakukukuwa na Injili ya Luka, Injili ya nani na nani, There was no the gospel of Luke and the gospel of whoever. lakini maisha ya Kristo. But the life of Jesus Christ. Amen. Amen. Maisha ya nani? Ya Yesu Kristo The life of Jesus Christ ilikuwa Biblia kwao. was the Bible to them. Amen. Amen. Habakukuwa na Injili ya Mathayo, They didn't have the gospel of Matthew. habakukuwa na Injili ya They Luka, didn't have the gospel of Luke. habakukuwa na Injili ya Marko, They didn't have the gospel of Mark. lakini maisha yao But their lives ilikuwa vielelezo, was an example, mfano bora. a good example. Watu ambao walitembea na Mungu, People who walked with God. nguvu za Mungu The zilikuwepo, power of God was there. moto wa Mungu The ulikuwepo, fire of God was there. Injili ilikuwa na nguvu, The gospel had power. walipindua ulimwengu, They changed the world. maana maisha ya Kristo ilikuwa wazi ndani yao. Because the life of Jesus Christ was open in. Kuna kazi Mungu alifanya ndani ya mioyo yao. There's a life God did inside their hearts. Hawakuhubiri tu maneno ya Biblia, They didn't just preach the word of the ila God, waliishi maisha ya Yesu Kristo, but they lived the life of Jesus Christ. na maisha ya Yesu Kristo But the life of Jesus Christ iliwakilisha ufalme wa mbinguni, completed the kingdom of heaven. Amen. Completed the kingdom of heaven. ilimwakilisha Mungu mwenyewe. He completed God Himself. Zambi haikukuwa na nafasi kwa maisha yao, Sin did not have part inside their lives. dunia haikukuwa na nafasi kwa maisha The yao. world did not have a part inside their lives. Walitembea katika ushindi They mkubwa, walked in a true winning. walitembea katika ushindi mkubwa. They walked through a good championship. Amen. Amen. Leo hii kuna Biblia Today there's Bibles. na kuna vitabu vingine vingi vinasomwa sana. There's many other books that are being read. Kuna CD, There's CDs. kuna ma DVD, There's DVDs. kuna Facebook, There's Facebook. WhatsApp, There's WhatsApp. mambo mengi yako. Many things are there. Gazeti ziko zinasomwa. There is newspapers. Mambo yale yote ni kwa ajili ya kutaka kumfunza mtu kuhusu Mungu.
All those are for teaching people about God. Kwa hiyo watu wameandika, So people have written. na watu wamejaribu kuhubiri kwa njia zote. People have tried to preach too many ways. Hata TV na radio ziko. Even TVs and radio are there. Lakini vile mambo yanavyozidi kuwa mengi sana, As the way as many things are being made too much, njoo pia dhambi na uharibifu nazidi kuwa mwingi sana. that's how sin is growing too. Sababu gani? Why? Maana yale mafunzo yote ni akili ya mwanadamu. Because all those teachings are the brain of a human. Ni mafundisho tu ya jinsi ya kibinadamu. They're the teachings of the way of the human. Haina nguvu ya kuzuia dhambi. It has no way of blocking sin. Na haina nguvu ya kuzuia mwili isifanye kile ambacho ingetaka kufanya. It has no way of keeping the body from doing what it wanted to do. Mwili huko kanisani. The body is in the church. Leo hii Today, watu wanadanganyana kanisani. people are lying to each other in the church. Dhambi iko kanisani. Sin is in the church. Wengine wanapoteza maisha mpaka wanakufa wako kanisani. Others are even losing life in the church Kwa ajili ya aina ya mafundisho. because of different type of teaching. Mambo yale yote All those things inatokana na mwili. are coming from the flesh. Amen. Amen. Lakini injili ya Yesu Kristo ilikuwa moja. But the gospel of Jesus Christ was one. Amen. Na akakuja kufungua njia kwa hiyo And injili. he came opening the door for that Mtu gospel. yeyote akitaka kunifuata, Whoever want to follow me kwanza ajikane mwenyewe. must deny himself, Achukue msalaba wake. take his own cross, Anifuate. and follow me. Amen. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Jina Bwana barikiwe. Amen. Na Yesu alikuwa kielelezo, Jesus was our example. na Yesu alikuwa mfano. Jesus was an example. Kwa sababu ya hiyo Because wapendwa, of that, beloved, adui mkubwa the biggest ni enemy mwili. is your body. Kuingia katika ufalme wa mbinguni Entering the kingdom of God na tukiwa bado na mwili huu, and being with this flesh, kama hatuko tayari kusurubisha we're mwili not ready to crucify the flesh na kufa kwa ajili ya tamaa zake, for his things. hakuna kwenye tunaenda. There's nowhere we're going. Hakuna kwenye tunaenda. There's nowhere we're going. Sababu ya hiyo, Because of that, kama kanisa, like the church, wao ambao natusikiza, who's listening, wao ambao natufuata, who's following us, Mungu akubariki sana. may God bless you. Hatuitwe tu ili tutosheke na kuwa Wakristo, We're not called to only be Christians, lakini Mungu anataka tuishi maisha ya but injili. God wants us to live the life of the gospel. Na kwa kufikia kuishi maisha ya injili, The place to reach to live the life of the gospel sio jambo la kusikia na kubarikiwa, is not the word of being blessed and listening, lakini kuna gharama unapashwa ulipe. but you must pay the price. Kuna maisha unahitajika kuishi, You must live a life. You must live maisha a ya life. kujikana, It's a life you're supposed to live. maisha ya kusurubisha mwili A wako, life of denying your body. maisha ya kufa kwa ajili ya tamaa zilizo ndani A yako, life of denying for the things kubali that you have. mateso, Accept suffering. kutukanwa, Accept being yelled at. kuzaraulika, Accept being kuchekelewa, laughed at. kila kitakacho kutokea kwa maisha yako, Whatever will happen in your life, utaonekana mjinga mpumbafu, you look stupid. ni kama unapoteza akili, hauko timamu, It's your brain. lakini ni kwa ajili ya kazi ya Yesu Kristo alifanya msalabani. But it's for the work of Jesus Christ did on the cross. Uko tayari kujitambulisha na mateso ya Yesu Kristo? You're ready to show yourself with the suffering of Jesus Christ. Uko tayari mwenyewe kuchukua na wewe msalaba You're wako? ready to take your cross. Amen. Amen. Ni njia nyembamba, It's a narrow road. ni njia imesongwa, It's a road that's being. You hautembei unavyotaka. can't walk the way you want. No. Hautembei unavyopenda, You can't walk the way that you want. unaenda ukijivuta. You're walking by pushing yourself. Unalinda ushirika wako na You're Mungu, guiding your relationship with God. unajua hatua You unazozipiga, know the steps you're taking. unajua wapi unatoka, wapi You know where unaelekea. you're going. Jina Bwana barikiwe. Amen. Sio haleluya amina No, tu, hallelujah, amen. lakini jambo la kuchunguza moyo. But it's a thing of looking at your Uko na heart. msalaba wako kila siku, You have your cross every day. unatamani kujitambulisha na Yesu You Kristo want to represent yourself to Jesus kila Christ. siku, na kisha kuna kifo kinachotenda kazi katika mwili wako. Every day, you know, there's a death happening inside Kiburi your body. kinakufa kila siku. The proud is dying inside you. Every Amen. day. Maringo ndani yako inakufa, The proudness is dying. kujivuna inakufa, The proudness is dying. tamaa ya mwili zinakufa, The wants of the body is dying. mawazo mabaya yanakufa. The bad thoughts are dying. Hiyo ndio kazi ya msalaba, That's the work of the ndio cross. kazi Yesu alikuwa kufanya. That's the work Jesus Christ came to do. Unaweza kuimba, You can sing. unaweza kuhubiri You can preach na kufanya kila kitu, and do everything.
haifanye mwili wako It ukufe, does not make your body to die. na haitakufanya It will ubadilike. not make you change. Unaweza kuimba You might sing, lakini wewe ni mwizi, but you're still a thief. na bado utabakia And mwizi. you're going to stay a thief. Unaweza kuhubiri, You might preach, bado wewe ni msharati, but you're still a na prostitute. utabakia You're msharati. going to stay the same. Unaweza You kuhubiri, might preach, kumbe uko mwizi, but you're a thief. na utabakia bado You're mwizi. going to stay a thief. Lakini wakati unachukua njia ya msalaba, When you take the way of the cross, ya kusulubisha mwili, of crucifying the flesh, unachukua uamuzi, you're taking a decision. umekata kauli, You have made your decision. unajikana sasa, You have denied yourself. yaani umejikataa. You have denied yourself. Uko tayari kupoteza njia hizo zote, You're ready to lose all those ways. uko tayari kukufa kwa ajili ya hayo mambo yote. You're ready to die from all these things. Umechukua njia ya Kristo, You have chosen the way of Jesus Christ. umechukua njia ya You msalaba. have chosen the way of the cross. Utaona mabadiliko yanachukua nafasi katika maisha You'll yako. see changes Amen. taking place in your life. Amen. Amen. Mabadiliko yatachukua nafasi. Changes will take place. Mwili The body utakufa kwa ajili ya tamaa zake. will die from its wants. Amen. Amen. Na unapochukua njia ya msalaba, When you take the way of the cross, utapoteza marafiki wengi, you lose many friends. utapoteza wandugu You wengi, lose many friends. utapoteza hata marafiki yako wa kiroho, You lose many friends spiritual too. wale waliokuwa napenda yale mambo ambao ulikuwa na shiriki na wao. Those who are in love with things that you are gathering with them about. Amen. Amen. Unapochukua njia ya msalaba, Take the way of the cross. umechukua uamuzi mwingine, You're choosing another decision. mabadiliko yatakuwepo. Changes will be there. Wengi watajitenga na They wewe, will stay away from you. wengi watakutoroka. They will run away from you. Usijali, Don't matter. simama, endelea. Stay going farther. Mungu atakupatia neema God will njiani give you grace ili uweze in the way, kushinda. so that you can win. Amen. Amen. Na baadaye And later, rohoni spiritually, haumtumikie Mungu kwa nguvu zako, you're not working for God in your own strength. lakini maisha ya Kristo ndani yako But the life of Jesus Christ inside you ndio itaanza kufanya is kazi. what's going to start doing. Amen. Amen. Hautafute upako, You're not looking for anointing. upako itakuwa automatically, Anointing will be inside of you. maana iko rohoni. Because it's spiritually. Unavyozidi kukufa When you keep working, dying, katika mwili, do the flesh, upako unazidi kuongezeka rohoni. the anointing starts. Unavyozidi kupoteza katika mambo ya dunia, When you start losing from the Mungu anaendelea kukuzidishia katika mambo ya rohoni. God will start increasing for you in spiritual things. Amen. 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 Jitahidini Try. kuingia kwenye mlango Try mwembamba, to do the narrow road. maana wengi watataka, Because many will try, hawataweza. but they won't enter. Njia ni nyembamba. The way is narrow. Maisha ya Ukristo The life of a Christian ni tofauti na vile inavyojulikana leo. different from how it's known today. Watu wanatembelea njia mpana, People are walking through a big wide road. watu wanajenga dini leo, People are making a religion today. lakini Mungu anataka kurejesha kanisa And God wants to bring the church together. kwa hiyo njia ambayo Yesu alikuja kuianzisha, Do the way that Jesus already came to start. kwa misingi ya Injili ambayo Yesu alikuja kuianzisha. Do the gospel that Jesus already started. Kanisa lionekane kuwa tofauti na dunia. The church to be seen different from the world. Amen. 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 Watu wawe tayari kujitambulisha na mateso ya Yesu Kristo, People to be ready to represent themselves with the suffering of Jesus Christ. na watu watoe maisha yao katika kumtumikia Mungu. People to give their lives so that they can serve God. Yesu afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Jesus to be made the Lord and the Savior of their lives. Kubatizwa haitoshi, To being baptized is not enough. kusema umeokoka haitoshi. Say you're saved is not enough. Identification Identification. ni mateso ya Yesu Kristo, The suffering of Jesus Christ. msalaba wa Yesu Kristo. The cross of Jesus Christ. Mitume The apostles, walielewa ili jambo, they understood this word. wakajitambulisha na mateso ya Yesu And Kristo, they represented themselves with the suffering of Jesus Christ. wakajitambulisha na kifo cha Yesu They Kristo. represented themselves with the dying of Jesus Christ. Hawakusikia haya kuitwa wanafunzi wa Yesu Kristo. They didn't feel anything bad being called the students of Jesus Christ. Amen. Amen. Hawakusikia haya, They didn't feel bad about it. walikuwa tayari mchana wazi kutangaza. They were all ready to tell everybody about it. Amen. Amen. Walimtangaza Yesu Kristo bila haya, They tell people about Jesus Christ with no hesitation. walimtangaza Yesu Kristo bila woga. They talked about Jesus Christ with not being scared. Kupigwa walipigwa, They were hit.
Kuteswa They waliteswa, suffered. kufungwa They walifungwa, were put in jail. kuuawa waliuawa, They died. lakini walisimamia imani, But they Amen. stand too. walilinda maisha ya wokovu, They guarded the life of a Christian. walimfunua Kristo. They opened Jesus Christ. Amen. Amen. Reveal. They revealed Jesus Christ. Na walitembea katika ushindi. And they walked through the championship. Amen. Amen. Maisha ya Kristo The life of a Christian ilikuwa ya ukweli ndani yao. was of truth inside them. Hawakujenga dini, They did not make a religion, lakini walimfunua Kristo. but they revealed Jesus Christ. Na njia ni moja, And there's one way, ni kuchukua msalaba, is to take the cross, kusurubisha mwili, is to crucify the ni flesh, kushiriki mateso, is to gather in ni suffering, kushiriki kifo. to gather to death. Maana hakuna maisha ya ufufuo Because there is no life of resurrection, ambayo ni maisha ya uzima wa rohoni, which is the life of living spiritually, bila kifo kwanza katika mwili, without dying physically, ili tupate maisha ya rohoni so that we can have the life of spiritual, ambayo ni maisha ya uzima, which is the life of life, the life of life, maisha ya uzima wa Kristo, the life of the maisha the life ya uzima of the wa Yesu Kristo. of the life of Jesus Christ. Amen. 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 Mpaka kwanza tukufe katika mwili. We must first die from the flesh. Tukifa katika mwili, If we die from the flesh, ndio kuna ufufuo wa rohoni, that's when there's a resurrection of ambao spiritual, ni maisha ya uzima wa Kristo. which is the life of the living of Jesus Christ. Amen. Amen. Mungu awabariki sana wapendwa. God bless you so much, Njia beloved. ya Ukristo, The life of a Christian, njia ya the wokovu way of the gospel, ni njia ya kujikana. the way of denying yourselves. Mungu anaweza kutubariki, God can bless us. Mungu anaweza kutufanikisha. God can help us succeed. Amen. Amen. Mungu anaweza kutupatia pesa, God can give us money. Mungu anaweza kutufanya tuoe God can wanawake, make us marry women. lakini hiyo haiko njo lengo. But that's not the plan. Lengo The plan ni kumpatia Yesu Kristo maisha is to yetu, give Jesus Christ our lives. na tunapompatia Yesu Kristo maisha And yetu, when we give Jesus Christ our lives, Mungu atatubariki na mambo mengine, God saves us with many other things. lakini hatuwezi kupoteza kitu cha We kwanza can't lose the first thing tukapigania cha pili. and fight for another one. Amen. Amen. Mungu anatuita God has called us tulete maisha kwenye to madhabahu, give the lives to the ministry, tukubali maisha ya Kristo, and to accept the life of Jesus na Christ, tuone mpango wa Mungu ndani ya mioyo and see the yetu. plan of God inside our Mungu lives. awabariki sana And wapendwa, God bless you so much, na beloved. alibariki neno And lake. God bless His work. Tulete maisha kwa Kristo, Let's bring our lives to Jesus Christ. tukubali kusurubisha miili Let's yetu, accept to crucify our flesh. na tukufe kutokana na tamaa ya And miili let's yetu. die from the wants of our heart, our body. Njia ya mbinguni The way to heaven ni njia nyembamba, is a narrow road. ni njia ya kujikana. It's a road of denying yourself. Autembee unavyotaka You're not walking the way you want. na ufanye kila kitu unavyopenda. You're not doing everything the way Amen. you want. Ni Amen. maisha ya kukubali kulipa gharama. The life of accepting to pay the price. Acha tuombe tukimalizia. Let's pray as we finish. Bwana Yesu, tunasema asante kwa neno hili. Asante Yesu Kristo mzuri. Najua wapendwa wanapolisikia na sisi tulio hapa, utapatia watu wako kuona mpango wako na kuona kusudi lako. Dini imejengwa na dini imetawala dunia leo, na watu wanaenda kanisani kama kupisha wakati na kupisha muda, ni kuonekana, kujengana, kutiana moyo kwa jinsi tu ya kimwili, lakini maisha ya kweli ambayo inahitajika ya Injili ambayo Kristo alikuja kuhubiri imefichwa. Watu wanapendezwa na kupendezana, lakini tokea mwanzo wa huduma ya Yesu Kristo, Bwana ulikuja kutangaza kifo, kutangaza mateso, kutangaza kujikana kwa kila atakaye kupokea, kila atakaye kuamini, na kila atakaye kubali kutembea katika njia ambayo umeweka. Kanisa la kwanza la Matendo ya Mitume na kanisa ya miaka ya 70 na kuendelea 60 walitoa maisha yao kwako. Walijua njia ya maisha ya Ukristo, njia ya wokovu ni njia ya msalaba, ni njia ya kujikana. Hata nyimbo zao na mambo walioyafanya ilikuwa na uwepo wa Mungu, ilikuwa na upako, ilikuwa na nguvu, maana hawakufanya katika mwili, waliongozwa na Roho, walikuwa wametoa maisha kabisa. Leo dini njo ipo, ni akili za wanadamu, ni mbinu za wanadamu, ni michezo ya wanadamu. Kanisa inakuwa
plani ya mwanadamu, inakuwa biashara. Watu wapate njia mahali pa kukulia, mahali penye ataficha maisha yake ili ajijenge na ajiburudishe. Mungu tunaomba ukumbuke kanisa katika karne hii. Inua wanaume na wanawake wa rohoni, watu ambao watachukia maisha yao na kuona kazi ulifanya msalabani. Yesu hakukuja kupisha muda, ulikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Rejesha kanisa kwenye njia ya kweli, rejesha kanisa kwenye misingi ya kweli, watu wapate kujua kinachowapasa na kinachohitajika. Kutana maisha ya yule mama, kutana maisha ya baba, kutana maisha ya kanisa lako, ili ukaweze kujiandaa kwa ajili ya ujio wako na kwa ajili ya matayarisho ya safari ya kwenda mbinguni. Tunasema asante kwa neno hili. Bariki yoyote anayesikia, acha ikafanye kazi kubwa ndani ya moyo wake, na kila mmoja wetu akapate kuona maisha yake na akapate kuona ushirika wake na wewe uko namna gani, na inavyompasa kutembea na inavyompasa kutumikia. Mungu atupokea sifa, pokea utukufu na heshima. Tunaomba Mungu endelea kututia nguvu, endelea kutuinua rohoni, endelea kutuelekeza na kutuongoza, na acha Bwana mapenzi yako ifanyike kwa maisha yetu. Pokea sifa zote, pokea utukufu na heshima. Acha wiki iliyo mbele yetu we wiki ya baraka, wiki ya amani. Utulinde, tukinge, utupigane kwa kila vita, utushindie majaribu na utokoe na kila kusudi mbaya. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu. Na baraka zako Bwana ziambatane na kila mmoja wetu. Twaomba na kuamini, tukiacha kila kitu mikononi mwako, ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tupeane mikono ya ushirika. Amen. Na Mungu wa mbinguni awabariki. Amen. Amen. Asante sana Rosette, Mungu akubariki. Yesu. Amen.